Sasa ikiwa kama mnatukanana, sawa, ina maana ndoa yenu haikuwa katika misingi ya nini? Ya dini. Hiyo ndoa yenu ilikuwa katika nini? Kutafuta viewers, umaarufu, ustaa, kitu ambacho cha kipumbavu sana. Mnaleta ustaa katika sheria ambayo Mungu anaitaka katika dini. Kwa hiyo mmekubali nyinyi kuvunja sheria ya dini, alafu mnajifanya nyinyi mastaa kidunia, wakati kwa Mungu hakuna staa. Inna akramakum indallahi atqakum, mbora wenu ni mcha Mungu peke yake, hakuna ustaa kwa Mungu. Sisi tumeelewana, hakuna ustaa kwa Mungu. Sasa Haji Muislamu, tena sometimes unamkuta anasoma hata Qur'an, ameoa huyu mwanamke, sijajua huyu mwanamke ni Muislamu lakini dini yake ikoje, lakini ana uwezo wa kumfundisha huyu mwanamke tuishi misingi ya nini? Ya Uislamu, kwa sababu maisha yao hayakuwa katika misingi ya Uislamu, na kuochana kwao hakutakuwa katika misingi ya Kiislamu. Huwezi kuwa wewe una mkeo alafu umesoma, mnaenda katika event ya mtu sijui nini, mkeo viziwa vinaonekana, kiguo kifana kibaya, vinywele juu vinaonekana, na wewe ni mtu ambaye unajua dini, manake huishi katika maisha ya Kiislamu. Kwa maana hiyo ndoa yako haikuwa katika kufanya jambo la dini, haikuwa katika misingi ya dini. Ndoa yako ilikuwa katika misingi ya kuwaonyesha watu ustaa wako na umaarufu wako. Kwa hiyo kwa sababu haikuwa katika misingi hiyo, na kuachana kwenu kutofuata misingi ya dini, itafata katika huo umaarufu na ustaa wenu mnaohitaji. Ushai kumposti mke wako mtandaoni Instagram? Hapana. Yeah. Sijai kuposti mke wangu Instagram. Naamini kwamba pengine labda vijana wengi huwa muda mwingine wanakosea kuwaweka wake zao mitandaoni. Unapoweka mtandaoni lengo nini? Lengo lake nini? Kama tuna post. Yaani lengo lako nini? Kuna watu nadhani kama akimpost ndio ataonekana labda anampenda zaidi. Kupenda sio kutuonyesha sisi bato. Kupenda ni kuonyeshana wewe na mkeo, kuonyeshana ndio mapenzi, sio kutuonyesha sisi. Umeelewa? Kumweka mtandaoni, kuna watu fulani unawaambia kwamba mimi nampenda mke wangu. Ya nini? Haina haja. Mkeo na wewe ndio mnapendana ndani, penzi leo ni msiwaonyeshe watu wengine. Kumweka mkeo mtandaoni ni kumtafutia husda sana, namtafutia husda sana mkeo mtandaoni. Kuna namna ambavyo Haji alikuwa anakosea kumweka zaidi mke wako mtandaoni. Tunarudi pale pale, hakuoa kwa sababu ya kufuata misingi ya dini. Ameoa kwa sababu ya kutafuta umaarufu na kuzidisha ustaa, kwa sababu misingi ya dini, mwanamke ni pambo la mwanaume, hatakiwi pambo lile kuliona mwanamume mwingine asiyekuwa mumewe. Imekuwaje mkeo unamweka mitandaoni, tunaanza kuona viziwa, tunaanza kuona matako, tunaanza kuona alichovaa, vinywele vyake? Manake unamuuza mkeo kwa watu kwamba mimi mke wangu na faidi. Sasa kuna watu nao wanataka waone unachokipata wewe nini. Unaelewa? Mwanamke mwili wake kuonekana haramu isipokuwa uso na viganja hivi. Sasa vipi Haji mke wake alivyokuwa anaonekana kwenye mitandao? Hakuoa misingi ya nini? Ya dini. Yaani hakuoa kwa sababu akamilishe jambo katika dini, ameoa kwa sababu ya ustaa, umaarufu, kitu gani basi. Kwa sababu ukioa katika misingi ya dini, kwamba mimi naoa kwa sababu kufikisha nusu ya dini, utaishi katika misingi ya nini? Ya dini. Na kuachana kwenu ndio katika misingi ya nini? Ya dini. Mungu anasema achaneni kwa wema. Achaneni kwa wema. Bwana mimi bwana, unajua Uislamu mwanamke akikwambia kwamba mimi hunifikishi bwana, ongea kinaya kidogo. Hapana. Nasema naongea kinaya kidogo. Hunifikishi. Sifaidi tendo la ndoa kwako. Yaani huniridhishi. Sheria inakwambia muache. Umwache. Kwa nini umwache? Unajua kwa nini umwache? Na hisia hazipo na wewe. Huwezi kumridhisha, umfikishi kileleni. Kwa maana habari ya kileleni atakuwa anasikia kwa wenzie, atakuwa anatamani, mbona mimi sifikishwi? Kwa maana hiyo utamlazimisha aende akatafute ule utamu mahala pengine nje ya ndoa yako. Umeelewa? Na wewe mwanamume ukiona mwanamke naye haniwezi, hanifikishi, sifurahii tendo lake, sheria inakwambia muache, kwa sababu na wewe utapata tabu kwenda kutafuta mwanamke ambaye atakuja kukufanyaje? Kukuridhisha. Ndio maana tunawaambia ufundi unahitajika katika mapenzi.
mwanamke awe fundi kumridhisha mumewe na mwanamume awe fundi kumridhisha mkewe. Kinyume na hapo mtaua ndoa. Okay, unaweza kukutana na mtu labda mwanamke wako anaonyesha kabisa kwamba anakupenda wewe mwanaume wake. Anakupikia, anakufulia, yani vitu vyote anakufanyia. Kikasoro kwenye shughuli moja ndo mambo hapo hakufikishi vizuri. Hapo unamwachaje mwanamke wa aina hiyo? Tunarudi pale pale. Umeenda kuwa house girl au umeenda kuwa mwanamke kwa jambo gani? Yaani wewe bato ulipoenda kuoa, hujaenda kuoa mfanyakazi. Mfanyakazi ungemtafuta tu nyumbani akafanya kazi. Kile ulichokwenda kuolea ndo shida yako wewe. Sasa shehe, kuna usemi unasema unatoa mahali upate pahali. Sheikh Shafi, unakutana na mwanamke yani pamoja na mazuri ambayo anakufanyia, lakini pia anakuheshimu mno kama mume wake. Lakini unaweza kukutana na mwanamke ambaye kwenye hiyo shughuli yuko vizuri, lakini heshima ile kwa mume wake na kujitoa kwenye mambo mengine huko hayuko vizuri. Yani ile nidhamu ya kumheshimu mume wake ni ndogo, lakini kwenye shughuli yuko vizuri. Hapo vipi? Sasa hiyo sio ndoa. Ndoa moja katika manania ndoa pamoja na heshima. Mwanamume anatakiwa kuheshimiwa licha kule yuko vizuri, lakini heshima yake anakuvunjia adabu. Hiyo haiwezi kuwa nini sasa? Kuwa ndoa. Na ndio maana ukaambiwa katika ndoa chagua mwanamke mwenye dini. Dini ni heshima, kumzingatia mume ndio dini. Umeelewa? Lakini kile ulichokwenda kuolea nini? Kwa sababu umeambiwa uwe mwanamke mwenye dini ambaye ana heshima na anakujua mume wangu yuko hivi yuko hivi. Lakini kikubwa nacho ile shughuli ambayo wewe umetoa mahali upate pahali unaipata. Kwa sababu ile ukiikosa vizuri, sawa, haujaridhika, huyu mwanamke utamwona ana maana? Hana maana. Ndio maana unaambiwa kama hawezi kukuridhisha namna ile na hataki kujifunza, mwanamke huyu anaachwa. Na anajifunza kupitia kujifunza vitabu viko vingi bwana. Vitabu vya dini. Au kupitia mume wake. Mume wake atamfundisha, vitabu vya dini vimeelekeza. Kuna watu walitoa kitabu namna kujiandaa na mumeo. Yaani cha mwanamke anafundishwa vipi ujiandae wakati unaenda kwenye tendo la ndoa, asome vile vitabu, afanye hivi, awe mtundu kitandani mwanamke. Unajua wanaume maboya sana kwa yale mambo. Akiojwa na mwanamume anajua kwa sababu ya mapenzi. Wewe unajiuliza hili fala ni? Yaani mapenzi hapana, hujui vile vitu anafanyiwa nini. Ndio maana ifika mahali anaona hakuna mwanamke duniani kama yule. Kwa hiyo ufundi unahitajika katika ndoa. Ukikosekana ufundi katika ndoa, ndoa itafanyaje? Kwa sababu tumeoana si kwa sababu ya kufanya kazi. Tumeoana kwa sababu ya kuridhishana nafsi zetu na kufikisha nusu ya nini? Ya dini kwa lile tendo. Sasa lile tendo halipatikani, ndoa hiyo itakuwepo wapi bwana? Bwana Bato. Iwezekani bwana. Hamna ndoa hapo. Mwanamke awe mtundu kwa mume. Shehe, labda nikutoe hapo. Kwa ndugu zetu wa Kristo, wao kuna mtindo ambao mtu anaweza akaishi na mchumba wake kwa miaka kadhaa, wakiwa wamezaa lakini hawajaoana. Wanakuja kuoana miaka 50 huko 40, nakwambia kubariki ndoa. Ile iko vipi? Kwanza kwenye Biblia iko kitu hakuna. Yaani watu wanakaa wanapata watoto afu wanabariki ndoa. Ni udanganyifu mkubwa sana. Udanganyifu mkubwa sana. Biblia yenyewe kama Biblia haijaeleza mifumo ya ndoa ikoje. Unaelewa bwana Bato? Bible kama Bible haijaeleza mifumo ya ndoa ikoje. Na ndio maana ikifika mahali Mkristo ukimuuliza, "Nyinyi ndoa yenu utaratibu katika Biblia ikoje?" hawezi kupata jawabu. Kwa hiyo wanachukuana wanakaa na kwambia tunakuja kubariki ndoa. Ndoa gani unabariki ili tuite ndoa? Uibariki ndoa lazima ipite hiyo ndoa. Sasa hii hawajafunga ndoa. Unabariki vipi hiyo ndoa? Yaani ile zinaa wao wanaita ndoa, sio? Kwa hiyo kwenye Biblia swala la ndoa, yani hakuna utaratibu ndani ya Biblia unaoonyesha kwamba ndoa una 1, 2, 3, 4 ili itwe ndoa. Hakuna. Wala hakuna katika Biblia kubariki ndoa. Katika kitu ambacho kimekosekana kwa Wakristo kwenye Biblia ni kule kubariki ndoa, kuoa. Kwa sababu yule wanayemfuata Bwana Yesu kaondoka duniani hajaoa. Wao kawaambia nani aoe? Wanatuchukulia wanawake zetu bure. Kwa hiyo wasioe. Sasa wakawaambia nani waoe bwana? Tuchukulie wanawake zetu bure, tuachie wanawake zetu sisi. Kwa hiyo Wakristo hawana ndoa. Wapata wapi ndoa? Wafuate mfumo ambao Yesu Kristo aliishi. Sasa Yesu kaishi kaondoka msela. Wangepatikana vipi?
Wakristo. Ukristo ungekuwaje kama watu wangekuwa hamna? Maana ndoa ndio inatengeneza watu. Hakuna dini ya Ukristo. Ndio maana nakwambia hakuna dini ya Ukristo. Dini ni Uislamu, ambapo hata kama Muhammad hajaoa, si kuna aya Mungu anasema tuoe. Biblia hakuna aya Mungu anasema oeni. Kwenye Biblia hakuna aya hiyo. Hakuna. Inasema oeni, hakuna. Si tunaoa kwa sababu Mungu kasema. Kwa hiyo kwenye Ukristo kuna tatizo sana, Kabato, tatizo sana. Mkristo yote, hata mchungaji ukimuuliza, vipi ndoa zenu zinakuwa? Hawezi kutoa jawabu. Umeelewa? Hawezi kutoa jawabu. Biblia imekaa kimya sana. Na kwa sababu tayari watu wametiatia mikono yao, ndio imekaa kimya sana. Sasa ukiuliza nyinyi mnaoa, Yesu kaoa? Hajaoa. Nyinyi mnaoa mnapata wapi? Tatizo. Lakini kuoa ni kwenye Uislamu. Biblia mimi sijai kuona andiko. Kama kuna mchungaji ambaye wanalo wanasema Biblia imesema oeni. Oeni kwa Yesu, lakini acha Nuhu huko ilikuwepo. Kwa Bwana Yesu ile agano jipya ambalo linazungumzia Yesu oeni. Yesu mwenyewe kaondoka hajaoa. Sawa? Wao wanaoa wanapata. Watu waambie utaratibu wa ndoa zao zikoje. Umekaa vibaya sana. Wake zetu tu wale sasa. Hizi ndoa za mkataba nazo zikoje? Maana naona kuna mengi yanazungumzwa ndoa za mkataba ama ndoa za kiserikali, naona ndio hizo. Ndoa ya kiserikali kwa mujibu wa Uislamu sio ndoa. Kwamba eti Muislamu na Mkristo wameenda kufunga ndoa bomani. Sio ndoa. Haikubaliki, wanafanya zinaa. Sio ndoa, haikubaliki, wanafanya zinaa. Na aliyefungisha hiyo ndoa kama hakimu wa manane anaingia kwenye zinaa, wanaofanya hiyo wanaingia kwenye zinaa. Haikubaliki kwenye dini ya Uislamu ndoa namna hiyo. Hakuna ndoa ya mkataba, hakuna ndoa ya kwenda kufungia bomani. Mimi naona wengi ta Muislamu Mkristo, mimi si silimu na mimi sitaki kwa Mkristo, basi tukafunge bomani. Kwenye Uislamu wanazini kuvuruga watoto kwa hawaelewi waende wapi. Ndio wanazalika kina nani wale? Wale chinani wanaitwa wale Chionda. Chionda ndio wanazalika huko. Kwa sababu ndoa ya bomani. Kwa hiyo maana yake hana dini. Mtoto anatokea hapo hana dini. Sasa hana dini, kafungia dini gani? Hajafungia kwenye Uislamu, wenye kwa Kristo atatokea wapi? Ndio dini yake itakuwa bomani. Ndio nakwambia dini yake asili ya mazeni ndio inapokuwa hivyo. Lakini watu hakuna ndoa ya bomani kwenye. Na hii ya mikataba hamna kwenye Uislamu. Wazungu naona wapiga ndoa za mikataba miaka 2 mmoja. Hawana dini she, hawana dini she. Hawana dini. Okay.